Wizara ya Afya imewatuma wahudumu wanagenzi 12,720 katika hospitali mbalimbali kote nchini kupokea mafunzo nyanjani kupitia mpango wa shilingi bilioni 9.3 unaoendelezwa na serikali. Akizungumza jijini Nairobi wakati wa hafla hiyo, Waziri wa Afya Aden Duale amebaini kuwa wizara yake itaendelea kujitahidi kuangazia maslahi ya wahudumu katika sekta hiyo, akiongeza kuwa tayari serikali imetenga shilingi bilioni 8.9 ili kuwapa ajira za kudumu wahudumu wa afya ya umma humu nchini chini ya mpango wa afya kwa wote, yani UHC. Baada ya muda mrefu wa sintofahamu kuhusu hatma ya wahudumu wa afya wanagenzi, hatimaye serikali kupitia Wizara ya Afya imerejesha huduma za mafunzo kwa wahudumu hao. Hii leo Waziri wa Afya Aden Duale akiongoza hafla ya kuwatuma zaidi ya wanagenzi 12,000 katika hospitali mbalimbali kote nchini. You join the health service at a very defining moment in our nation's history. The future of Kenyan healthcare system will increasingly rest in your hands. We must serve with courage, we must learn with humility, and we must innovate without fear. And we must uphold the values of professionalism and integrity. Above all, remember that every decision you make has the potential to change, protect, or save life. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Waziri Duale amebaini kuwa serikali imetenga takriban shilingi bilioni 9.3 ili kufanikisha mpango huo unaotarajiwa kuimarisha utoaji huduma kwa wagonjwa kote nchini. Every intern joining our facilities today strengthens Kenya's capacity to detect, to prevent, and respond to health threats, while ensuring that essential services remain available to every of our citizens. The government has therefore committed 9,365,000,000 in the 2026-2027 financial year to finance this internship program. It is one of the largest annual investments in the health workforce development in our nation's history. I am particularly excited that this cohort largely represents a generation that is technologically savvy, that is innovative, that is deeply committed to making a difference. Amewahakikishia wahudumu wa afya chini ya mpango wa afya kwa wote UHC kuwa tayari serikali imetenga shilingi bilioni 8.9 ili kuwapa ajira za kudumu. Today I'm very, very happy that I have resolved the issue of the UHC staff, and I want to make it very categorical that the budget of 8.9 billion is in the budget to transit them from contract to permanent and pensionable terms. James Mwangi, Undugu TV.